damu ya Mwokozi inazungumza habari zake. Unabii wa pili. Amina. Bwana anasema hivi, wewe leo kutoka mji wa Vatican. Yule leo ajitaye kutoka Vatikano. Umeelewa? Pale Vatikano. Makao makuu ya dola la Roma. Bwana anasema hivi, naliona natazama katika ono la kinabii. Na namna nilivyoona katika ile jicho la Bwana, nilitazama na kuona, nikaona ameletwa mbele yangu. Nikamuuliza Bwana, mbona umemleta mbele yangu? Akaambia muangalie vizuri. Nini unaona? Bwana, nikaona kifua chake kimepasuliwa katikati. Kikao kimefunuliwa. Nikawa naanza kuona ndani ya kifua chake. Ghafla nikaona kama hali ya ukungu ndani ya mapafu yake. Ghafla nilipotazama nikaona amepata ugonjwa haujulikani kama kiharusi, sio kiharusi, lakini naliposikia katika ono la Bwana kama vile naliona amefariki ghafla. Mwambie jirani yako, kafa ghafla. Tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026 ni unabii wa marejeo. Bwana asema hivi, leo umefariki dunia. Na Bwana akaniambia kwa nini anafariki ghafla. Akaniambia amekaa kwenye kiti cha hatia. Nikamuuliza unamaanisha nini Bwana? Bwana akaniambia mtangulizi wake amepitisha ushoga na usagaji. Ametumia jina langu ndani ya kanisa. Amenitukana mimi niliyeumba mbingu na nchi. Akaniambia kwa sababu yeye amekaa kwenye kiti, hakutoka hadharani na kuonya watu wote duniani na kuliambia kanisa lake kwamba limetenda dhambi, waingie kwenye majuto. Mwamba kaniambia ninamuondoa duniani. Anamsikia tena Bwana kaniambia kwa sababu alimualika mwanamke kutoka Anglikana ambaye wao walipisha ushoga na usagaji. Ilikuwa ni kilele chake cha kudhibitisha kwamba na yeye anakubali ushoga na usagaji. Bwana kaniambia amefariki dunia. Nasikia saa hii kengele inalia. Nasikia mji wa Vatican unatangaza msiba. Amefariki ghafla. Amekufa ghafla. Nasema ya Mwokozi, Mungu mfunuo. Na Mungu ananiambia nienda zaidi katika mfunuo. Na mimi naenda zaidi katika neno la kinabii. Bwana ananiambia zuia, hakuna mbinu yote ya kichawi, mbinu yote ya falaki, msichanganyia yoyote itakaoweza kumwongezea maisha akaendelea kuishi. Bwana anasema hivi, nimefunga, ninazuia. Amina imekuwa. Bwana ananiambia kitabu kimeandikwa. Ninasali kwenye mwani wa Mwokozi. Ninagonga muhuri wa Roho na muhuri wa Mungu kutoka kwenye nukta za mfalme wa Yesu. Na hakika kitabu kimeandikwa na kimefungwa na hakuna kukifungwa. Mwambie jirani yako imekuwa. Naona vyombo vya habari vya Tanzania na mashirika mbalimbali ya kimataifa wanatangaza msiba wa haraka sana. Naona amefariki dunia. Naona viongozi mbalimbali duniani wanaenda kumwaga. Na hakika amekufa. Mwambie jirani yako amefariki huyo. Amekufa tayari. Mwambie jirani yako kafa. Amekwenda. Mwambie leo ni amri ya Bwana kwa ajili ya kuondoa takataka duniani, kuondoa ujinga duniani. Bwana asema amefariki dunia. Mwambie jirani yako amekufa. Amekwenda tayari. Amezikwa. Ameondoka, hayupo. Simuone kwenye kiti chake. Ile dola ya Roma wanachagua kiongozi mwingine. Menelewa sana? Chagueni mwingine. Na msipotubu dhambi tutakuja tena na unabii. Mpaka mseme wenyewe na kosa lenu lingine muhakikishe mnatoka hadharani na mseme wazi na Biblia bado iko hai duniani. Mtafuatana kuzikana mfululizo msipotubu dhambi.